ya wakatekumeni na mafuta ya wagonjwa. Jambo hili huwa linafanyika siku ya Alhamisi Kuu. Leo sio Alhamisi Kuu kwa sababu za kichungaji. Kama mnavyofahamu jimbo letu lilivyo, kuna parokia nyingi ambazo ziko milimani, na wakati huu wa mvua ni vigumu sana kusafiri. Ndiyo maana tukaamua kufanya ibada hii badala ya Alhamisi asubuhi, tutafanya jioni hii ya leo, siku ya Jumanne katika Juma Kuu. Lakini pia ibada hii ya misa takatifu ilitakiwa ifanyike kwenye kanisa kuu la jimbo. Hatukufanya hivyo kwa sababu kanisa kuu la jimbo linafanyiwa ukarabati. Kwa hivyo tusingeweza kufanyia ibada hii ya misa takatifu katika kanisa kuu. Na nichukue nafasi hii kuwashukuru sana baba paroko wa Modeko na msaidizi, viongozi na wanaparokia wote wa Modeko kwa kutukaribisha kufanya ibada ya misa takatifu katika parokia yenu hii. Asanteni sana, tuwapongeze. Basi misa hii ambayo askofu anasali pamoja na mapadre, ambapo mafuta ya krisma takatifu pamoja na mafuta ya wakatekumeni na ya wagonjwa yatabarikiwa. Inaonesha ushirikiano na umoja kati ya mapadre na askofu wao. Krisma takatifu inayobarikiwa na askofu itatumika kuwapaka watu watakaobatizwa, kuwapaka watakaopata kipaimara, kupaka mikono ya watakaopata daraja la upadre na kumiminiwa kichwani kwa watakaopata uaskofu. Vile vile mafuta ya krisma yatatumika katika kutabaruku makanisa na altare. Na mwaka huu tuombe Mungu, kanisa kuu likishaisha ukarabati litatabarukiwa, kwa sababu tumegusa kuta za kanisa kuu, tumegusa altare, tumegusa sakafu chini, na basi kwa namna yoyote ile, hata kama lilikuwa limeshatabarukiwa, kanisa kuu litatabarukiwa tena. Kumbe yatatumika mafuta haya ya krisma kupaka tena altare na kuta za kanisa. Hivyo utakaposikia tarehe ya kutabaruku kanisa kuu, usitamani kukosa nafasi hiyo, kwa sababu ni mara chache sana matukio kama hayo yanatokea. Natumaini kanisa la Mtakatifu Monika Kihonda nalo likiisha, natumaini litatabarukiwa pia. Ni mafuta ya krisma ndiyo yanayotumika kutabaruku kanisa. Mafuta ya wakatekumeni yatatumika kwa maandalizi ya ubatizo wao, yaani ubatizo wa wakatekumeni. Mafuta ya wagonjwa yatatumika katika kuwafariji na kuwaponya wagonjwa katika udhaifu wao. Mafuta haya yasitumike vinginevyo. Mimi nina kidonda nipake hayo mafuta. Hamna.
Hayo sio mafuta ya kupaka kwenye kidonda. Mimi kichwa kinaniuma, basi unipake kidogo mafuta hayo. Yale mafuta ya wagonjwa ndio wanaopakwa wagonjwa, lakini inategemea nani ugonjwa gani. Sio kidonda mpaka kidonda eti upakwe mafuta ya wagonjwa, hapana. Kuna sehemu za kupaka mafuta ya wagonjwa, ule mpako mtakatifu. Mapadre wanaungana na askofu katika kuadhimisha misa hii kama mashahidi na wasaidizi katika kuyabariki mafuta ya Krisma, kuyatabaruku, na kwa sababu wanashiriki ofisi takatifu ya askofu, kuwajenga, kuwatakatifuza na kuwaongoza watu wa Mungu. Presbyterorum Ordinis, document inayohusiana na mapadre namba 2, ndiyo inayoonyesha habari hiyo niliyoisema. Mapadre wanashirikiana na askofu katika shughuli hii ya leo. Kwa hiyo misa hii inaonyesha wazi juu ya umoja wa kikuhani na sadaka ya Kristu ambayo inaendelea kuwepo katika kanisa. Katika Injili, Yesu ametoa tamko lake la utume akiwa Galilaya ndani ya sinagogi. Kulikuwa na tofauti kati ya hekalu na sinagogi. Sadaka zilitolewa hekaluni, na hekalu lilikuwa ni moja tu, liko Yerusalemu. Huko lilipokuwa hekalu, na ndiko mahali ambapo sadaka zilikuwa zinatolewa, hekaluni. Katika sinagogi mambo matatu yanafanyika. Masinagogi yalikuwepo karibu kila mji, huko Galilaya, si Nazareti, si wapi, Yeriko, kila mahali kulikuwa na masinagogi. Lakini hekalu lilikuwepo Yerusalemu, na sadaka zilikuwa zinatolewa hekaluni. Mambo matatu yaliyofanyika katika masinagogi, la kwanza ni kusali na kuabudu. La pili ni kusoma maandiko matakatifu, na la tatu ni kuhubiri. Siku hiyo Yesu alipata nafasi ya kuhubiri, ndipo akasema tamko lake la kitume: kuwahubiria maskini habari njema, kuwaponya wagonjwa, kuwaponya vipofu, viwete, vipofu wapate kuona, kuwaweka huru waliosetwa na walemavu wa aina mbalimbali, kuwaponya. Hilo lilikuwa tamko lake la utume, yaani nini atakifanya. Katika tamko la utume Yesu aliweka bayana lengo lake na mtazamo wake wa kuja duniani. Na hivi kila mmoja wetu ajifunze kuwa na tamko lake la utume. Upo hapa duniani kufanya nini? Mungu amekuumba, amekuleta hapa duniani kuja kufanya nini? Sio kuja kuziba nafasi tu hapa duniani. Kila mmoja amepewa wajibu, ana kazi ya kufanya. Kumbe utafakari wewe ulichopangiwa na Mungu kufanya ni nini? Sio kujaza nafasi tu hapa duniani. Kuna vitu vya kufanya. Je, unavifanya? Ni vizuri sasa kuweka tamko lako la utume. Wewe unataka kufanya nini hapa duniani katika maisha yako? Kama Yesu alivyosema tamko lake la utume, amekuja kuwaponya wagonjwa, amekuja kuwahubiria maskini habari njema, kuwafanya vipofu waone, kuwaweka huru waliosetwa. Wewe tamko lako la utume ni lipi? Kila mmoja atafakari.
Lengo kubwa la mapadre ni kutoa huduma za kiroho. Kuna tofauti kati ya roho ya huduma na huduma za kiroho. Kuna mambo matano muhimu katika kutoa huduma za kiroho. Moja ni kutumikia. Katika kutoa huduma za kiroho, mapadre wasiwakandamize au kuwatawala watu, bali wawe watumishi. Mapadre wawe watumishi. Msiwakandamize watu, msiwe kama watawala kwa waumini, bali muwe watumishi. Mfanye kazi pamoja na watu kwa ajili ya furaha ya wote. Fanyeni kazi kwa kushirikiana na waamini kwa pamoja, ili watu wote waweze kufurahia huduma zenu. Waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote, sura ya 5 mstari wa 3. Lakini pia waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 1 mstari wa 24. Yaani mapadre tuwe watumishi. 2, kujishusha. Hapa tunatakiwa tusiwe juu ya wengine kupita kiasi, na wala tusijishushe pia kupita kiasi. Tusije tukawa mbali na waamini wetu, bali tuwe nao sawa. Tusiwe mbali nao sana, tusiwe nao karibu sana, lakini tusiwaache. Tusijikweze kupitiliza mpaka mtu anashindwa kukuomba ukampe kitubio. Anaona huyu hata sasa nitaongea naye vipi huyu mtu? Yaani umejiweka katika hali ya juu sana, yaani huwezi kuongea na watu wa chini mpaka watu wakuogope. Hiyo sio sahihi. Uwe approachable katika mambo matakatifu, watu waweze kukufikia bila hofu, bila kuogopa. Hilo ni jambo la muhimu sana. Lakini 3, kukubali kuhudumiwa. Wakati mwingine kukubali kuhudumiwa ni unyenyekevu pia. Mfano, Yesu alikubali kuhudumiwa na wanawake waliomfuata. Injili ya Luka sura ya 8 mstari wa 2 hadi wa 3. Na pia mwanamke mmoja alimpaka Yesu marhamu, mafuta, na kufuta kwa nywele zake na kumbusu. Luka sura ya 7 mstari wa 38 pia. Busu la upendo halikatazwi. Mimi nilipokuwa Uingereza, anyway, labda ni desturi za wenzetu. Kwa kawaida unapokutana na mwanamke akiwa na mume wake, mwanamume unampa mkono, na wao wanajua kabisa unampa mkono. Lakini mwanamke atakapokuja kukusalimia atakupiga busu, na ile wala haina matatizo mbele ya mume wake, haina shida kabisa. Ni busu la upendo, yaani ni desturi zao wenzetu, namna ya kusalimiana. Kama mtu yuko na mume wake anakuja kukusalimia padre, mwanaume anakupa mkono, alafu mwanamke anakupiga busu, na wala mwanaume hachukii wala hakasiriki. Ni kawaida.
Kwa hiyo nilipigwa mabusu mengi kule. Nilipigwa busu mara nyingi, na basi kwa sababu nishazoea desturi yao nikaona kumbe sio shida kupigana busu, ingawa huku kwetu pengine mtu akimwona nampiga busu mtu tayari inaweza kuwa na maswali. Katika busu nilizopata, mmoja alinipiga busu, alikuwa amepaka ile dawa ya wanawake inaitwaje ile? Inaitwa nini? Lipstick, dawa ya mdomoni. Alinipiga busu sehemu hii ya huku kwenye shavu, mdomo wake ukabaki mviringo kwa kutwa nzima. Nilikwenda kunawa na sabuni haikutoka. Nikasema jamani, hawa watu matatizwa. Kwa hiyo ilichukua karibu siku 2-3 nikisugua na sabuni. Kwa hiyo busu la upendo si baya. Mapadre mkihudumiwa msiogope. Lakini uwe makini. Huduma hiyo ni ya namna gani? Yesu alikubali kumiminiwa mafuta marhamu safi katika miguu yake na yule mwanamke, alafu akamfuta kwa nywele zake. Hakukataa kwa sababu hakuona ubaya katika jambo lile. Kwa hiyo tukubali huduma kwa unyenyekevu, lakini tuwe makini. Huduma za aina gani? 4, huduma kwa Mungu iwe ni ya kwanza. Yesu aliwaambia wazazi wake, "Je, hamkujua kuwa ilinipasa kuwa katika nyumba ya Baba yangu?" Luka sura ya 2 mstari wa 49. Yaani Yesu alitambua kwamba huduma kwa Mungu ni nafasi ya kwanza kabla hata ya wazazi na ndugu. Tusali na kumpa Mungu nafasi ya kwanza kabla ya kuwahudumia ndugu zetu. 5 ni kuhubiri neno la Mungu. Mapadre tuna wajibu wa kuhubiri neno la Mungu. Hili ni tatizo kubwa la kichungaji. Mapadre wapo wengi sana, lakini wahubiri wapo wachache. Utume wa kuhubiri unahitaji muda mwingi wa kusoma, kujifunza na kusali. Kwa hiyo wapo mapadre wanaoshughulika na mambo mengi ya mifugo, kilimo, wengine biashara. Sasa wakienda kuhubiri, waamini wanasema sijui atamaliza saa ngapi, kwa sababu hawaelewi unachohubiri. Kwa hiyo mapadre tujitoe katika kujitayarisha kuwahubiria watu vizuri. Watu wana kiu, wanahitaji kulisikia neno la Mungu vizuri. Watu wanahitaji kuelimishwa. Ni katika mahubiri pia mtu anaelimika. Watu wanahitaji kufarijiwa. Ni katika mahubiri tunaweza kuwafariji watu. Tunaweza kuwatia watu moyo wakati wa mahubiri. Ni huduma za kiroho ndizo zinazowapa nguvu mpya. Hivyo mapadre tujitahidi kuandaa vizuri mahubiri yetu.
huduma kwa maskini, huduma kwa wazee, huduma kwa wagonjwa, huduma kwa wafungwa na wengine wanaohitaji ni muhimu sana kwetu mapadre. Tutoe muda huo kwa ajili ya kuwahudumia watu hao. Ekaristi Takatifu ni sakramenti ya upendo. Yesu aliweka sakramenti ya upadre ili kuadhimisha Ekaristi Takatifu ambayo hutushirikisha upendo wa Mungu. Tusisome misa bali tusali misa. Wapo baadhi ya mapadre wanasoma misa, yaani anaisoma toka mwanzo mpaka mwisho, yaani nusu saa, yaani ikipita nusu saa yaani ameshachelewa sana. Dakika 15 20 mtu keshamaliza misa, yaani anaisoma. Tusisome misa bali tusali misa. Misa ni kumbukumbu, yaani kumkumbusha Mungu kile alichofanya Yesu, yaani kutukomboa sisi ili atusamee, na kumbukumbu kwetu sisi kila tunaposali misa kuwa Kristo alikufa kwa ajili ya kutupenda sisi. Kumbe tunaposali misa tuzisali kiangalifu, kiaminifu na kwa ubora unaotakiwa, na sio kusoma na kukimbiza tu. Lakini wengine nao wanazidishaga sasa. Anasali misa taratibu, pole pole, mpaka unashangaa sasa, kweli atamaliza hii misa leo huyu? Tutatoka saa ngapi? Kila kitu kikizidi kinakuwa ni kibaya. Yaani usije ukasoma hiyo misa haraka haraka dakika 20 ukamaliza, au usije ukamaliza misa ambayo ni ya asubuhi, wewe masaa mawili hujamaliza misa. Utawafukuza. Kuna watu wanataka kwenda kulima bwana, mvua zinanyesha sasa hizi. Kuna watu wengine wanataka kuwahi kazini. Kwa hiyo tuwe moderate, tufanye kila kitu kwa wakati unaofaa na kwa uzuri na ubora unaofaa. Mapadre, tupendane na tusaidiane. Sisi sote ni marafiki, sisi sote ni familia moja sasa. Kwa hiyo tupendane na tusaidiane, tushirikiane. Kuna mapadre walipendana sana, wakawa wanashirikiana sana. Siku moja wamekwenda kula hotelini, mapadre wameenda kula hotelini. Basi wakala chakula bora sana na wakanywa kidogo kwa kiasi chake. Kujiburudisha si dhambi, ila ukizidisha ndio dhambi. Sasa ikaja bili ya kulipa. Yule dada aliyeleta bili, alipofika pale mezani, padre mmoja akasema lete ya kwangu hiyo bili hiyo ya kwangu ilete hapo. Dada akampelekea yule padre mwenzake, akasema wewe, hiyo bili ya kwangu niletee mimi. Yule padre akasema hiyo nalipa mimi, hii nalipa mimi bili hii. Padre mwenzake akasema hiyo nalipa mimi hiyo. Yaani wakaanza kugombana pale mpaka wakazitwanga. Yaani wamepigana kwa ajili ya kugombania kulipa ile bili. Unaona jinsi mapadre hao walivyopendana. Yaani watu mpaka mnazinyuka kugombania kulipa bili. Hao mapadre walipendana kweli kweli. Baadaye walipomaliza kupigana,
Hivyo wakaulizana, hivi tumepigana kwa ajili ya nini? Yaani kugombania kulipa bili. Basi sasa wewe lipa nusu na mimi nusu, kila mmoja hasira yake iishi. Yaani nataka kusema kwamba mapadre tupendane, tusaidiane. Kama wewe unao uwezo mkubwa, lipa wewe bili. Usimkandamize mwenzako ambaye hana. Bwana, na wewe lazima tuchangie hapa, tunachangishana hapa. Na kuna mapadre wengine anakualika twende leo nikutoe. Ikija bili yeye anasema naenda msalani kidogo. Anaikimbia bili. Sasa kwa nini ulisema kwamba unamtoa? Sasa ungemwambia tu mimi naomba unitoe. Kwa hiyo mapadri tupendane, tushirikiane, tusaidiane. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru sana waumini. Waumini mmewatunza mapadri wetu, mmeshirikiana nao, mmewasaidia kwa michango yenu, kwa misaada yenu, kwa matoleo yenu. Napenda nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa niaba yao kwa ushirikiano na kwa misaada mbalimbali mnayowapa mapadri wetu. Leo ni kumbukumbu, wanakumbuka juu ya wito wao, juu ya upadre wao. Sina hakika kama kuna watu wamewaandalia mapadre zawadi fulani. Mbona nyie waumini mnapokea zawadi kutoka kwa mapadre mwaka mzima, wanawasalisha, wanawapa masakramenti na nini? Kwa nini jamani siku yao ya leo mkawaandalia zawadi fulani na wao mkawapa wafurahie? Basi kama hamjajiandaa wakati fulani, tafuta zawadi fulani umpe padre jamani, naye afurahi. Umpe zawadi na yeye aone kwamba kumbe na waumini wananijali, watambue umuhimu wao wa kuwahudumia. Tafuteni zawadi nzuri nzuri mwapatie, kuwapongeza, kuwashukuru kwa huduma za kiroho wanazozitoa. Na nawashukuru sana. Wapo watu wenye mapenzi mema. Chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu wametuandalia chakula leo. Hivi mapadre msiondoke bila kula leo. Wametuandalia chakula, kipo na hata vinywaji pia vipo. Kwa hiyo msikubali kuondoka leo kukataa ukarimu wa hawa wenzetu wanao tupatia chama cha Moyo Mtakatifu wa Yesu. Lakini nadhani kuna muumini mmoja pia amejitolea kwa namna fulani. Leo mapadre wale wanywe, ni shukrani, ni mfano mzuri kwa wengine. Muige mfano huo wa kuwashukuru mapadre wetu na kuwapatia zawadi wakati fulani. Kwa hiyo ninawashukuru sana, lakini anayeshukuru anaomba tena, naomba muendelee kuwatunza mapadre wetu kwa michango yenu, kwa sadaka zenu, kwa matoleo yenu, ili mapadre waweze kusitawi na afya njema na nguvu ya kuendelea kumtumikia Mungu na kuwatumikia ninyi. Nawashukuru. Na mapadre naomba tuwapongeze waamini wetu kwa kututunza, kwa kuwapigia makofi. Basi tumuombe Mungu atujalie kuishi upendo tunaoadhimisha katika misa kwenye uhalisia wa maisha yetu na ya watu tunaowatumikia. Tumsifu Yesu Kristo.